Leo naenda kukutajia tabia 4 za kuzingatia kama unahitaji kulinda pesa katika safari yako ya mafanikio. Yaani leo tabia hizi ninazoenda kukutajia zinahitaji kuwa na moyo mgumu sana kuzimeza, kwa sababu ni tabia ambazo ni ngumu kidogo kuziendo wala kuzielewa katika akili yako wala moyo wako. Kwa hiyo fuatana na mimi katika kipindi hichi uelewe tabia 4 ambazo za kuzingatia ili ulinde pesa katika safari yako ya mafanikio. Tunasema tabia ya kwanza, punguza huruma. Wajua katika maisha yetu kuna watu tunaweza kusema kama wana huruma, lakini sio huruma, kumbe ni ujinga. Yaani ujue kuna huruma ni huruma, lakini kuna huruma ni ujinga. Kwa mfano, unapokuwa unafanya biashara, unapokuwa unafanya kitu cha kuingizia riziki, au unapokuwa na pesa, kuna watu huwa wanajitokeza katika maisha yako, aidha marafiki ama ndugu, katika kuhitaji labda msaada uazimishe kiwango fulani cha fedha. Sasa wewe unachotakiwa kufanya, sisemi kwamba usimwazimishe pesa moja kwa moja, hapana, ila muazimishe kiwango cha pesa ambacho hakitokuasili wewe katika uchumi. Kwa sababu unapokuwa unatoa pesa zaidi ya kiwango ulichokuwa nacho, au pesa uliokuwa nayo yote unamwazimisha mtu, ile pesa inapoenda kule uhakika wa kurudi na kuwa mchache sana. Kwa hiyo toa kiwango cha pesa ambacho hakitokuasili wewe katika swala zima la uchumi. Kwa mfano, unaweza kutoa pesa ambayo tunasema nusu seruse, yani nusu seruse ya pesa yako yote. Kwa mfano, ukiwa na shilingi 10,000 unaweza ukamwazima mtu shilingi 500, na hapo haje na maelezo ya kutosha, yani awe na maelezo ya kutosha katika kuja kuwazima kiwango hicho cha pesa, yani maelezo yake yawe yameshiba. Ukiwa na shilingi 100,000 unaweza kumwazima mtu shilingi 5,000, yani hapo haje na maelezo ya kutosha sana. Sio tu mtu anakuja tu niazime kiwango fulani cha pesa, alafu unakuwa tu mwepesi tu kutoa pesa ile, wewe hutofanikiwa. Na hiyo sio huruma, huo ujinga. Kwa sababu haiwezekaniki kila mtu anakuja kwenye maisha yako akitaka tu kiwango fulani cha pesa, wewe unampa. Akitaka tu kiwango fulani cha pesa, wewe unampa. Kitu ambacho unatakiwa uwe nacho makini sana. Na hii imeangamiza wengi sana. Na hii tunasema inatokana kwa sababu kadhaa, lakini sababu moja hapo ni kubwa sana ambayo watu wengi huwa wanaishi tabia. Kwanza, mtu huwa anafikiria kwamba nikimnyima pesa atanionaje? Yaani nikimnyima pesa atanionaje? Huenda naishi naye kwa maisha 1, 2, 3. Kwa hiyo unapoazimwa pesa au unapoombwa pesa, unakuta mtu huwa una maelezo mengi sana ya kujitolea kwamba si kilipanda kilishuka, kuna hela nimefanyia kitu fulani. Hauna haja ya maelezo ya kutosha. Mtu anapokuja kuazima pesa zaidi ya kiwango kile ambacho wewe unaona hiki stahili kukitoa, mwambie tu sina hela. Yaani nakupa kanuni hizo ambazo zinaweza zikakufikisha nchi ya hadi, zikakufikisha katika malengo yako au na plani zako, kwa sababu huruma nyingine huwa sometimes zinatumiwa na ibilisi kukuangamiza wewe. Ndio maana kila siku unachelewa. Jiulize tu, una watu wangapi unaadai hapo ambao mpaka leo hawajakurudishia kiwango cha pesa ambacho huenda ukiapproximate ile pesa, kuna maeneo tayari wewe ulikuwa unafika. Kwa hiyo punguza huruma, punguza maelezo. Pesa ikishaombwa kiwango zaidi na kile ambacho wewe unaona hiki akistahiki, hiyo pesa usiitoe. Maisha yana kanuni, mafanikio yana formula. Usipeleke maisha ovyo ovyo. Hakuna mtu siku moja utakayezidiwa wewe kwenye maisha yako, atakayekuja kwenye maisha yako akakusaidia. Wewe mwenyewe jiulize, umepitia shida ngapi? Umepitia taabu ngapi? Na wakati ulipokuwa unapitia taabu, nani aliingilia maisha yako? Kwa hiyo ishi maisha yanayokupa furaha wewe. Usiishi maisha yanayowapa furaha watu wengine. Unapotaka kufanya kitu ili kumfurahisha mtu, maisha yako wewe unaweka katika hali gani? Kwa hiyo punguza huruma. Huruma, kuna kauli ya watu fulani, watu wa mjini wanasema huruma sio malezi. Sitaki sana nitumie hiyo kauli, lakini kiuhalisia huruma ikipitiliza ni ujinga, sio huruma tena. Kwa hiyo tabia hii au njia hii ni sahihi sana ya kufanya wewe uendelee kulinda pesa katika safari yako ya mafanikio. Punguza huruma.
Lakini tunasema njia ya pili ama tabia ya pili ya kulinda pesa katika safari yako ya mafanikio, tunasema kuwa makini sana na michezo. Unajua wako watu ambao sasa hivi hapa tunavyozungumza wanacheza sana michezo hii kwa vijumbe, si wanafanyeje, wanajua wenyewe wanachokifanya. Sasa ile tabia kuwa nayo makini sana. Na ile michezo sio kama ina faida yoyote. Yaani mtu yeye hawezi kushika hela yake, anaamua kumpelekea kijumbe sasa akamshikie hela, au aenda kumpelekea mtu akamshikia hela. Yaani wewe pesa yako kushika wewe uwezi. Unachukua ile pesa unaenda kumpa mtu aende kukushikia. Kitu ambacho katika kanuni za mafanikio ama za maendeleo sio sahihi. Yaani uwezi wewe kutaka mafanikio, umiliki utajiri, halafu pesa unaenda kushikiwa na mtu. Yaani wewe kushika pesa uwezi. Na ile pesa unayopewa ni ya kwako wewe. Kwa maana kwamba ile pesa unapoenda kumpa yule, unapokuwa unapewa wewe unahisi kama ni nyingi sana, lakini ile pesa ni yako mwenyewe, ila unaporudi wewe unaona nyingi sana. Sasa kanuni inasema pesa ikishakuwa kwa mtu hiyo sio yako. Yaani pesa inapoenda kwa mtu hiyo sio yako tena. Kwa hiyo kuwa makini sana. Lakini pia inatakiwa uelewe kitu kimoja cha msingi sana. Hivi unajua kwamba hatuna uhakika wa kuishi? Unajua sisi binadamu hatuna uhakika wa kuishi hapa duniani. Leo tupo, kesho hatupo. Maisha yetu yamekuwa hatari muda wote. Sasa unapokuwa unachukua pesa yako unaenda kumpa mtu, elewa kuwa kuna kifo ghafla. Mtu anakufa tu ghafla tu, anaanguka. Elewa kuwa kuna kukimbia. Mtu anaweza akakimbia na fedha zako akatoroka kwa sababu mjenda kuandikishana sehemu yote. Unajiekeje katika mazingira hayo? Inatakiwa uelewe, mtu anaweza akakwambia amevamiwa na watu wamemnyang'anya pesa. Wewe utafanyaje? Kwa hiyo njia pekee ya kuhifadhi pesa, sisemi kama usiendelee, hapana, ila na kushauri tu kwamba mfumo huu unaotumia wa michezo sio mfumo wa kufikisha nchi hadi katika mafanikio. Wewe unampeje mtu pesa aende kushikia? Hilo unatakiwa uwe nalo makini sana. Yaani fikiria sana katika ufahamu wako kwamba anachokiongea kina relate vipi na maisha. Pesa ikishaenda kwa mtu sio yako. Kwa hiyo njia sahihi ya wewe kuhifadhi pesa, sasa hivi pesa inakaa kwenye mashine. Mashine haichakai leo wala kesho. Watu watakufa wataiacha mashine. Unaweza ukatumia hata CRDB benki kuhifadhi pesa zako. Yaani zile benki ni mashine. Unapoenda kuhifadhi pesa zako, kwanza kuna faida nyingi. Unahifadhi mule kwenye zile benki, baadaye unakuta unagawio la faida. Kuna vitu vingi unaweza ukavipata. Unakuwa una rekodi nzuri kama mfanya biashara mdogo mdogo, unakuwa una rekodi nzuri katika benki ya CRDB, mfano halisi kabisa benki ya vijana. Unaweza kuwa unaweka pesa zako mule. Wewe kama biashara, mfanya biashara mdogo mdogo, sole proprietor, unaweka mule. Unapokuwa unatunza zile rekodi mule, baadaye inakuwa rahisi hata wao kukupa mikopo midogo midogo au mikopo mikubwa, ukazidi kuinuka kiuchumi zaidi. Lakini kuliko kuchukua pesa yako kwenda kumpa mtu ambaye hujui. Na tumeshasema binadamu hatuna uhakika wa maisha. Kwa hiyo tabia hii kuwa nayo makini sana. Tumia njia hii ambayo nimekupa ya kuhifadhi pesa zako. Mifumo hii ya michezo, ndio maana kwanza imeitwa michezo. Yaani watu wanaenda kucheza. Kule uende kutafuta wewe, wala uende ile njia sio sahihi. Nimeshashuhudia mimi matukio mengi sana. Nakupa tu kama ushauri. Najua competition itakuwa kali kwenye uelewa wa jambo. Lakini michezo sio solution la kutunza pesa. Tumia njia za mashine. Weka hela kwenye mashine CRDB, weka kule, hifadhi pesa yako, unakuwa una kadi yako wewe mwenyewe. Kwa nini kila siku unalala na pressure? Yaani unalala na pressure kila itoelewe kwamba itakueje. Sio kweli. Kwa hiyo kuwa makini sana na tabia hii ya michezo. Don't trust anybody, respect yourself. Believe in God. Don't trust anybody, respect yourself. Believe in God. Usimwamini sana mtu yote kwenye dunia.
Yule ni mwanadamu, unampa, anazunguka na mabegi yao na mifuko yao na hela zako wewe. Unafanya biashara kwa shida, unateseka kuanzia asubuhi mpaka jioni, unachukua shilingi 10,000 yako unaenda kumpa mtu, shika hii. Wakati una uwezo wa kuchukua ile fedha yako ukaenda ukaweka CRDB Bank, mashine ile haiwezi kudhulumu wewe pesa yako. Kwa hiyo hii nimekupa kama njia za kufanya wewe ili kulinda toka utumwani, toka giza hilo ulokuwa nalo. Hakuna tajiri anayecheza mchezo, hakuna. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo unatakiwa ulizingatie sana. Nimekupa tu hiyo. Ni maneno magumu ya kuriski na kuyameza, lakini natakiwa tu uyameze leo, uhifadhi katika akili yako. Lakini tabia nyingine tunasema ya tatu sasa hiyo. Tabia nyingine ya tatu ya kulinda pesa katika safari yako ya mafanikio, tunasema punguza kununua vitu visivyokuwa vya lazima. Yaani katika maisha yetu haya kila siku mwanadamu kuna matumizi ya lazima na yasiyokuwa ya lazima. Nitakutajia mfano wa matumizi ya lazima ambayo mtu anaweza kaa anafanya kila aitwaye leo. Jambo la kwanza tunasema chakula. Mwanadamu lazima ale. Yaani unakula ili uishi, ila hauishi ili ule. Na chakula, wanasema usipotumia chakula kama dawa, utalazimika kutumia dawa kama chakula. Maanake mtu asipokula atakufa. Kwa hiyo maanake wewe lazima ule, kila siku lazima chakula ule. Sasa katika bajeti yako unapokuwa unapanga, haya ni matumizi moja hapo la lazima ni chakula. Lakini pia jambo la pili tunasema sehemu unaekaa, wenda ukao umepanga chumba. Kwa hiyo lazima utatenga budget kwa ajili ya kulipa kodi, kwa sababu huwezi kulala nje. Lazima utalala sehemu ambayo safe ya kulinda usalama wako katika safari yako ya mafanikio. Usalama ni muhimu sana wa uhai wako. Kwa hiyo lazima utafute sehemu safe na nzuri tu. Uweka gharama vizuri, pangilia kwa usahihi, uwe na sehemu ya kulala. Hii ni moja matumizi ya lazima. Lakini pia jambo lingine tena la matumizi ya lazima, tunasema lazima usafiri. Unatoka nyumbani unaelekea kazini, labda pana umbali kidogo na sehemu ile, kwa lazima utumie usafiri. Hili ni jambo ambalo lazima utalifanya tu la matumizi ya lazima. Kwa hiyo utachukua usafiri, utasafiri. Kwa hiyo utatenga bajeti yako. Aidha kwa mfano unatoka labda Kigamboni kwenda Kariakoo, labda kwenda Mbezi, kwenda wapi kazini kwako, kote kule, basi lazima utameki matumizi ambayo utayafanya ya usafiri ambao ni ya lazima. Lakini pia huenda umepatwa na dharura ya kuumwa, lazima utafanya matumizi hayo. Hayo ni matumizi ambayo ya lazima. Sasa kuna matumizi ambayo yasiyokuwa ya lazima. Kwa mfano swala zima la starehe, viwanja. Yaani hauna haja wewe ya kila weekend kwenda viwanja, aidha Sinza au wapi, ukaburudike ukastarehe. Yaani unatenga kabisa budget kwamba hii naenda viwanja kuenjoy. Wewe una muda gani ya kuenjoy wewe? Yaani wewe hapo wewe ulipo, muda huu wa kuenjoy ama nguvu ya kuenjoy unaitoa wapi? Kwa sababu bado hujafanikiwa. Sasa kama hujafikia malengo, unakuwa na nguvu ya kuenjoy wewe ikiwa bado hujafanikiwa? Furaha pekee ya maisha ni kutimiza malengo. Kwa hiyo kwanza muda huu utakiwa kuwa sana na mambo mengi kama hayo ya starehe, pombe, sijui nini. Hayo mambo unatakiwa uache pembeni, kwa napiga down matumizi ambayo yasiokuwa ya lazima. Hauna haja wewe ya kila siku labda kununua labda sigara za kusaidia nini wewe? Kwa hiyo vitu miadarati vyote hivyo sio haviweki katika mlengo wa matumizi ya lazima. Haya mambo unatakiwa ya cancel sana. Hizi tabia unatakiwa unazo makini sana ili kuelekea katika safari yako ya mafanikio. Kwa hiyo hizi tabia ambazo unatakiwa uzichunge sana 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 sana. Lakini pia tabia nyingine ambayo inaweza kukusaidia wewe au inaweza kukusaidia katika safari yako ya mafanikio, tunasema acha maisha ya kupretend. Yaani acha maisha ya kuonekana, kununua vitu vya gharama ili uonekane. Narudia tena,
tabia nyingine ya mwisho kuu ambayo inatakiwa uiepuke, acha maisha ya kununua vitu ili uonekane na watu. Yaani kwa sababu wewe unataka sana watu wakuchukulia mtu wa aina fulani, labda wewe unataka kujifananisha labda na Diamond Platnumz au msanii wote ule, unataka kuanza kununua vitu vya gharama, kuishi maisha sio yako. Taona unataka kumiliki simu ya gharama, mfano unataka kumiliki simu labda $1,000,000, $500,000, sijui milioni ngapi, kitu ambacho kutakiwa kufanya kwa wakati huo. Pesa zile unapotea, pesa inatakiwa uinvest, iende kwenye mzunguko. Pesa unapoizungusha katika biashara inakuletea matunda. Unaponunua vitu ambavyo havikuingizii pesa, hiyo ni hasara kubwa, ili tu uonekane na watu. Yaani epuka kununua vitu ambavyo havikuingizii pesa. Sasa unachukua ile hela unaenda kununua simu ya gharama kiwango hicho. Kwanza uelewe kwenye simu, kama tulivyosema, kuna kazi kuu 3 ambazo lazima uzielewe. Kuna maarifa, taarifa na mawasiliano. Na 4 tunaweza kuongezea ni fursa za kibiashara pia. Sasa wewe kama lengo ni maarifa, taarifa na communication, kwa maana mawasiliano, hata simu ya $150,000 pale Kariakoo, ukienda kununua simu yako unapata taarifa, maarifa na mawasiliano. Kwa hiyo ni kitu ambacho utakiwi sana kupretend, kutaka kuishi kwenye vitu vya gharama. Unatakiwa ujiulize, umenunua simu kwa ajili ya nini? Wapo wanaonunua kwa ajili ya biashara, wanaposti biashara zao, wanataka picture ile watumie kamera kali ili waposti mizigo yao. Wewe unanunua simu ili ukapige picha bichi. Hiyo sio akili, kwa sababu huwezi kuchukua simu ya gharama ili uende kupiga picha bichi ili uonekane, kitu ambacho katika maisha hakistahiki. Kwa hiyo punguza matumizi au punguza kutumia pesa katika vitu ili uonekane na watu. Kununua manguo ya gharama kila wiki, yani kila fashion ikitoka wewe unaitaka, yani usipitwe na fashion. Inatakiwa uwe nacho makini sana, yani unataka kuonekana na watu, yani iko kitu unatakiwa ukikanseli sana. Unaenda kununua nguo ya gharama, unaenda kununua kitu cha gharama, wakati sio level yako ya maisha yale, wewe bado unatafuta. Kwa hiyo katika safari hii ya maisha kuna kitu kinaitwa sacrifice. Jitoe kafara kwa ajili ya ndoto zako. Yani kuna mambo unatakiwa uyafinye, kuna mambo unatakiwa ujizuie, udhibiti. Nakupa leo maneno magumu sana haya kuyameza. Nimekwambia, la kwanza nimekwambia punguza huruma. Yani huruma sio malezi, acha kabisa. Saidia watu bila misingi maalum. Toa msaada ambao ukuasili wewe. Na la mwisho nimemalizia, usiishi maisha ili watu wakuone. Punguza maisha ya pretend. Punguza kununua vitu ambavyo visivyokuzalishia pesa. Hizi ndo tabia 4 za kuzingatia ili uelekee katika safari yako ya mafanikio. Kama umeelewa channel yetu hii ya Mdamba Mindset, unaweza kusubscribe, kulike na kucomment hapo. Tujoini pamoja katika kuendeleza safari hii ya kukomboa fikra za wanadamu, kujua walikotoka, walipo na nakoelekea.